ukikuta vyeti vya wanafunzi viko mahali, kama kweli hivyo vyeti kweli ni vyeti vya wanafunzi, kwa sababu jambo la kuthibitisha kama kweli hivyo vyenyewe vinavyoitwa vyeti walimkuta navyo Mwakasala ni jambo ambalo tutaenda kulithibitisha mahakamani. Lakini pia ili tuamini kweli hivyo vyeti vilikutwa na Mwakasala, isije kama polisi wao ndio walienda na hivyo vyeti kwa Mwakasala, kwa sababu kama umetuambia kosa lake ni kuhamasisha maandamano, leo unasema anafanya biashara kinyume cha sheria, na hilo kosa la maandamano umeliacha tayari, maana yake inatujengea mazingira tuamini pengine jeshi la polisi walienda na hivyo vyeti huko kwa Mwakasala na kumwekea na kuvichukua kuonekanika kama wao walivikuta vyeti kwa Mwakasala. Sasa ziko taratibu za kudili na wanafunzi, na nichukue pia fursa hii kumwambia kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, kwa sababu yeye kwanza tu kwa umri ni mzazi, jambo lolote linalohusiana na wanafunzi na lipo kwenye mazingira ya chuo, kule vioni kuna mtu anaitwa Dean of Students, mshauri wa wanafunzi, huyo ndio mlezi wa wanafunzi. Kama kuna jambo lolote linahusu wanafunzi, umekuta vyeti vya wanafunzi viko kwa mwanafunzi mwenzao mwingine, kwa akili tu ya kawaida kibinadamu, yani wewe kama mzazi na hawa ni watoto wako vioni, uko unapaswa kwanza kumshirikisha mshauri wa wanafunzi kujua kwanza, je, hivyo vyeti ambavyo tumemkuta navyo, je, ni vyeti vya wanafunzi wengine kweli wa pale kwenye chuo kikuu cha Sauti, ili ujiridhishe na ujue kama kweli wameenda kukopa. Huwa wanaenda kukopa, ni kweli wameenda kukopa, na wao wanasemaje walioenda kukopa, kwa sababu masuala haya ya kisheria ya kuhusu mtu kukopesha ni mjadala mrefu sana wa kisheria ambao baadaye kama jambo hili litafika mahakamani tutaenda kulijadili. Sio kosa mtu kumkopesha mtu, huku mtaani kwenye mazingira ya kawaida watu tunakopeshana. Sasa ili liwe kosa ni inategemeana, aidha umemkopesha mtu kwa riba au hujamkopesha kwa riba, aidha wewe una leseni ya kufanya biashara au hauna hiyo leseni ya kufanya biashara. Na tunafahamu huko mtaani hizi microfinance benki hivi vitaasisi vya kukopesha watu benki viko vingi, na watu wengi wanatoa dhamana, wanaacha vyeti vyao, wanaacha kadi zao za benki. Haya mambo huko mtaani yapo kwa kiwango kikubwa na ni mambo ya kawaida. Ndio maana sisi wito wetu kila siku kwamba tatizo la msingi linalopaswa kutatuliwa kwenye taifa hili ni umaskini wa watu, ni ugumu wa maisha. Lakini mkijidanganya mkaanza kuhangaika na vitu vidogo vidogo na haya mambo madogo madogo, mtaumiza watu wengi sana huko, kwa sababu sisi tunafahamu na hilo linafahamika. Ukitaka kujua jambo hili ni la kawaida, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza leo itisha paredi, itisha gwaride hapo la askari wako wa polisi, halafu waambie kila mmoja aje na kadi yake ya benki, uone kama utawakuta watatu ndio wanao, halafu maelfu hawana hizo kadi za benki. Hawana hizo kadi za benki kwa sababu wanazitumia kwenda kukopa. Mshahara wa nafasi za chini kama mtu kama polisi hauwezi kuzidi tarehe 10, tarehe 15, wanaenda kwenye maduka ya mangi, wanaenda kwenye vioski, wanaenda kwenye wafanyabiashara mbalimbali, wanaacha kadi zao za benki, wanaazimishwa pesa. Sasa mambo kama haya tunapaswa kama taifa kutatua changamoto za msingi. Nenda leo afisa elimu yoyote aitishe gwaride hapo la walimu, awadai kadi zao za benki, ukute kati ya walimu 20 walimu wangapi wana kadi za benki. Maisha ni magumu, watu wanalipwa mishahara midogo, na hata vioni mambo haya yapo kwa kiwango kikubwa. Ndio maana sisi tumesema viongozi wa Chaso wapelekeni watu halisi wanaofanya biashara hizo huko hapo Sauti na mkoa wa Mwanza. Sasa mambo hayo RPC unaweza ukaa huyafahamu, kwa sababu pengine wewe kwa cheo chako unaweza ukaa wewe huendi kwenye duka la mangi ukakopa, kwa sababu wewe ni naibu kamishna wa polisi, cheo chako ni kikubwa, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, lakini mambo haya wanayafanya mpaka askari wako wa kawaida huko mitaani. Kwa hiyo tunashangaa kuona jeshi la polisi linahangaika na haya mambo ambayo kwa kweli tunaweza tukayasema ni mambo madogo na hayapaswi kabisa watu kuhangaika nayo. Sasa msimamo wetu sisi Bavicha ni nini? Bavicha sisi tumeazimia mambo yafuatayo. Kwanza, tutampa uwakilishi wa kisheria. Kama ambavyo tumeshafanya hivyo, tutampa uwakilishi wa kisheria, na nitumie fursa hii kwanza kuwashukuru mawakili wetu wote wa chama walioko mkoa wa Mwanza. Toka siku ambayo tumepata taarifa Silence Mwakasala amekamatwa na jeshi la polisi, kwa kulifuatilia swala hili la Silence kwenye vituo mbalimbali vya polisi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaambia vijana wa Chaso na vijana wa Bavicha kwamba mara zote sisi tutasimama kwenye kosa lolote
kwenye tuhuma yoyote ambayo tunaamini tuhuma hiyo itakuwa ni ya uongo, ya kuturudisha vijana nyuma katika mapambano yetu ya kudai uhuru, haki na demokrasia ya kweli kwenye taifa letu. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru mawakili wetu walioko kule mkoa wa Mwanza, lakini kipekee pia niwashukuru mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, kwa maana ya Tanzania Human Rights Defenders Coalition, kwa kumtuma wakili wao ambaye ni advocate Jesteri Kadaraja kule Mwanza, ambaye ameshiriki muda wote kuhakikisha anampa uwakilishi wa kisheria mwenyekiti wa Chaso Silence Mwakasala. Kwa hiyo tunawashukuru sana ndugu zetu wa THRDC kwa ushirikiano wao kwa kutoa huo msaada wa kisheria kupitia wakili Jesteri Kadaraja, lakini pia tunaomba kuwaeleza vijana wa Chaso, wanafunzi wote wa Chaso, na kuwaeleza Watanzania kwamba tunaamini tuhuma hizi ni za uongo, ni za kupika, na ni tuhuma ambazo zina lengo pengine la kuwarudisha nyuma vijana wa Chaso ambao kwa siku za karibuni kwa kweli sisi kama chama na sisi kama baraza la vijana wa Chadema tumehuisha kwa kiwango kikubwa sana siasa za vyuo vikuu. Tumefanya makongamano ya Chaso mkoa wa Dar es Salaam, tumefanya Mwanza, kesho pia kuna kongamano lingine la Chaso mkoa wa Iringa. Sasa kwa vile ndugu zetu wa Chama cha Mapinduzi wao walishaacha siku nyingi utamaduni wa kuwatengeneza vijana wao wana uwezo wa kujenga hoja, wakati ambao sisi vijana wa Chadema, vijana wa Chaso, vijana wa vyuo vikuu wanao uwezo wa kuwajibu viongozi wa CCM wa kitaifa, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi taifa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, wakati viongozi vijana wa Chadema wa vioni wakiwa na uwezo wa kuwajibu na kujadili nao kwa hoja. Wao wenzetu CCM hawataki kutengeneza vijana wao, wao wana uwezo wa kubishana kwa hoja na vijana wa Chadema. Jambo linalotusababishia mambo kama haya, badala wao wajenge hoja, UVCCM ugomvi ambao wao walipaswa kuwa nao na vijana wa Chaso, kwa maana ya wajenge hoja, utofauti wa hoja, ugomvi wa kujenga hoja, wao wanaenda kushtaki polisi na kutengeneza makesi haya ya uongo. Sasa sisi tuambie jeshi la polisi kwamba tunafahamu ibara ya 13 ibara ndogo ya 6C ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kwamba ni marufuku kumwadhibu mtu au kumshtaki mtu kwa kosa ambalo kwa jambo ambalo sio kosa kisheria, jambo ambalo halikuwa kosa wakati umekutana nalo. Sasa ukisema Silence Mwakasala kosa lake ni kukopesha watu kinyume cha sheria, halafu hilo kosa kwa nini unasema amefanya hilo kosa? Kwa sababu umemkuta na vyeti. Utuambii kokote kwamba umemkuta na mikataba, utuambii kokote kuna mtu amekuja kukulalamikia kwamba amekopeshwa, hakuna makubaliano ya kukopesha. Maana yake unasema kitu kilichokufanya uamini kwamba anakopesha ni yeye kumkuta na vyeti. Sasa kumkuta mtu na cheti hakiwezi kuwa ni kosa kisheria kwenye sheria zetu za taifa hili, kwa sababu huwezi jua hivyo vyeti vilienda kwa ajili ya watu kutoa kopi. Ile ni stationary. Huwezi jua nini kilikuwa kinaendelea. Na siku hizi vijana wengi hawana kazi. Kukutana na msururu wa vijana kwenye kazi ambazo zimetangazwa na mamlaka, kukutana na vijana 600 wanaomba kazi za watu 10 ni jambo la kawaida, na kuikuta stationary na vyeti 50 vya watu wakienda aidha kuskani, kutoa kopi au kufanya nini ni jambo la kawaida. Kwa hiyo huwezi ukasema kukuta vyeti mahali hata kama ni kweli umevikuta eti tayari ni kosa kisheria. Hiyo haiwezi kuwa hivyo, na jambo hilo sisi tutaenda kushughulika nalo mahakamani kama tulikuta mahakamani, kwa sababu wanasheria wanajua. Huko msemo wa kisheria unasema, iko Latin maxim moja ya kisheria inasema nulla poena sine lege, yani uweze kumwadhibu mtu yoyote kwa jambo ambalo sio kosa na adhabu hiyo haijatolewa kisheria. Sasa tukifika mahakamani tutaulizana nao vizuri kama jambo hili litafika mahakamani kwamba kosa hasa la Silence ni nini, amelifanyaje, amelifanya wapi, na wao wana ushahidi wa namna gani.